Unajua ni roho namna gani iliyo ndani yake. Usikimbilie tu mafundisho mazuri. Ni nini kitapandwa ndani yako baada ya kusikia? Nisomee tena Rumi 11:20 hata 24. Rumi 11:20 hata 24. Tasoma. Amen. Vema, mstari wa 20. Vema, yalikatwa kwa kutokuamini kwao, na wewe wasimama kwa imani yako. Vema, yalikatwa kwa kutokuamini kwao, na wewe wasimama kwa imani yako. Usijivune, bali uogope. 21. Kwa maana ikiwa Mungu hakuiachia matawi ya asili, wala hata kuachia wewe. Tazama basi, wewe na ukali wa Mungu, kwa wale walioanguka, ukali, bali kwako wewe wema wa Mungu, ukikaa katika wema huo, kama sivyo wewe nawe utakatiliwa mbali. Amen. Rudia tena vizuri. Tazama basi, wema na ukali wa Mungu kwa wale walioanguka. Kwa hiyo kwa watu kabla hawajaanguka kulikuwa na wema. Walipoanguka Mungu alionyesha ukali wa ajabu. Ukali. Bali kwako wewe wema wa Mungu, ukikaa katika uwema huo. Bali kwako wewe wema wa Mungu utaendelea kama ukikaa katika wema huo. Kama sivyo wewe nawe utakatiliwa mbali. Amen. Amina. Umesema 24. Mstari wa 23. Wasipokaa katika kutokuamini, kutokuamini kwao watapandikizwa, kwa kuwa Mungu aweza kuwapandikiza tena. Mstari wa 24. Kwa maana ikiwa wewe ulikatwa ukatolewa katika mzeituni, ulio mzeituni mwitu kwa asili yake, kisha ukapandikizwa kinyume cha asili katika mzeituni ulio mwema, si zaidi sana wale walio katika asili kuweza kupandikizwa katika mzeituni wao wenyewe? Amen. Amen. Kwa hiyo wewe ukiwa mwema, Mungu ataendelea kutendea mema, ila ukiwa mwovu, Mungu atakutendea mabaya. Yaani ukiwa unasali lakini moyo wako umejaa mambo ya hovyo, kuishi sawa na Ukristo. Unashangaa mtoto kijana ameokoka, avuta bangi kwa siri, akuna pombe kwa siri, wanawake wengi kwa siri, ukimwi utakuumbua. Pole tu. Leo tunatuficha, iko siku itakuleta. Baba, ninataka niongee na wewe baba. Mbona ulikuwa mbegu nzuri? Ukipoteza uaminifu, utavuna matunda ya kazi yako. Biblia inasema atendaye dhambi ya zinaa utenda juu ya mwili wake mwenyewe. Yaani ukiwa unazini, fanya nini? Kunywa pombe, maini ya kioza, ni wewe mwenyewe. Vuta sigara, mapafu yataharibika, ukapata kansa ya mapafu ya damu, ni wewe. Kuna dhambi unatenda juu ya mwili. Kuna dhambi bora uongo unamsingizia mtu mwingine. Hata kama unaota supu, lakini angalau haugusi uhai. Ila dhambi nyingine, kama unakunywa pombe, maini yanaoza, yanaiva mle ndani. Hapo sasa. Vuta sigara, mapafu yanaharibika, kikohozi tu. Mapafu yanaharibika, yameoza. Lakini hata alikuona sigara bwana ni mbaya. Bangi hiyo vuta sana, yuko siku utachanganyikiwa tu. Shagati siku moja unavuta, unapiga kelele, unasema atakuwa vizuri. Wanakuambia wenzio ni steam za ganja, hakuna kitu, hazirudi. Unashangaa ndio mtu amekuwa mwehu forever, maisha yake yote ameharibika hivyo. Unasema huyu kaka alikuwa na akili yake, tumesoma naye. Unaanza kuokota makopo, lakini kwa asili yako ulikuwa sio muokota makopo. Ulikuwa na akili timamu, ulikuwa na akili shuleni, ulikuwa unamjua hadi Mungu, lakini unataka fashion ya dunia.
Unasema unajua, nikivuta na changamka, nikivuta na kuwa naongea vizuri, nikivuta na kuwa jasiri. Ujasiri unaotafuta utakuletea matatizo baadaye. Kama unapenda Yesu, nisikia